Na hii tunaomba vyombo vya uchunguzi mtusaidie. Mawasiliano tarehe 7, mawasiliano tarehe 8. Bodi ya ligi wale wote ambao tarehe 7 na tarehe 8 mawasiliano nao, wanaomba achunguze, tuangalie. Inawezekana kuna mtu ndo alitoa influence ya kualisha hiyo mechi na sio bodi ya ligi. Serikali watusaidie kutoka katika engo hii ili tuende mbele zaidi, kwa sababu mimi sijaona na sina imani hiyo. Yani nikimwangalia, yani unajua mahakamani pako hivi, unaweza ukimwangalia mtu body language, jinsi anavyoongea, anavyozungumza, ukiweza kutumia sheria unaweza kumkamata. Na askari wengi watumiaga hayo mambo kufanya kwa shughuli zao za kitaratibu, kuangalia watu kama ni mhalifu au sio mhalifu. Mimi nikimwangalia ile body language ya Mguto, nikiangalia body language ya Almas Kasongo ambao ni mtendaji mkuu, nikiangalia kitaalamu hao watu, kuna mtu ambaye waliwasukuma kufanya hilo jambo. Sura yao unapozungumza na vyombo vya habari, hao ukutana nao unaona sio. Sasa hiyo inahitaji kwenda shule. Sisi ambao tumesema psychology ndio tunaweza tuka-apply katika hivyo vitu. Sio. Ndio maana tukasema tunahitaji mawasiliano nao hawa wote hawa. Wachunguzwe mawasiliano tarehe 7 na tarehe 8. Wakifanya uchunguzi watakuja na jibu ambao itakuwa ni mwarobaini wa mpira wa nchi. Hii ambao wanapotumia vibuli vyao havitasaidia. Hiyo ambao wanatumia hizo nguvu zao hazitawasaidia, kwa sababu sisi wengine tunafahamu, tunaona tuna mwenyekiti wa bodi ya ligi akawa makamu ndani ya shirikisho. Uliona wapi duniani katibu mtendaji mkuu wa TFF ndio akawa katibu wa bodi duniani? Unaona wapi? Tukisema bodi haikuwa huru, tunamaanisha kuanzia muundo wake. Unanielewa? Ndio maana utamwona katibu mkuu watu wa mgusi, ambao katibu mkuu ni wa TFF na wao katibu mkuu ndio GS katika bodi ya ligi. Watu wanamgusa Mguto, wanamgusa Kasongo. Unaelewa sijui hiyo picha? Ukipata hiyo picha tutaenda kufumua, itaenda kutengeneza bodi ya ligi ambayo iko bora zaidi. Sasa jambo kubwa kuliko yote sio bodi ya ligi tu, kwa sababu mwenye mamlaka kutengeneza hizo kamati, sio kamati ya waamuzi, sio kamati ya wanasheria, sio kamati ya saa 72, ni rais wa TFF kushirikiana na katibu mkuu ndo atengeneza hizo kamati. Hata hizo kamati ambazo zungumza yeye, sio kamati ya saa 72, sio za hadhi na heshima na wachezaji, zote hizo kiziangalia unaweza ukapata picha kubwa zaidi kwa hata hizo kamati. Kuna sehemu wapo ambao wanakandamiza watu. Na hapa mfano mzuri. Jana kamati wametoa jambo moja la adhabu. Au mimi nakosea? Jana kamati kamati ya masaa 72. Acha na simu. Kamati ya saa 72 jana wametoa adhabu. Au mimi nakosea? Hiyo uone sasa kama kamati kuna double standard. Mechi ya Simba Singida na Simba katika Stadium Federation. Nyote mmeona. Mchezaji Mpanzu alipigwa makopo na mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba wenye makopo ya mkojo na vinyesi wakampiga muamuzi dakika 53. Hiyo Stadium Federation. Mpanzu alicheza alafu ya kuhatarisha maisha Kennedy Juma, ambao Mpanzu anapaswa kufungiwa mechi 3 na fine. Hiyo kamati za 72 hawajafanya kwa ajili ya Simba. Lakini kamati imekuja kumpa adhabu Soa, ambao lisasia sababisha vurugu zote zile. Soa kwenda kumuuliza muamuzi msaidizi. Mashabiki wa Simba walimpiga na makopo ya kinyesi na makopo ya mkojo. Soa pamoja na muamuzi. Soa wamepigwa faini milioni 1. Mnanielewa? Mashabiki ambao waliorusha wale makopo, waliotarisha amani ya mchezaji na mchezo ule kwa ujumla, wale ambao sema mashabiki hawajachukuliwa hatua. Au mimi nimekosea? Simba walicheza mechi katika shirikisho. Walicheza mechi moja na wale wa Tunisia. Au mimi nakosea? Wale mashabiki wa Simba waling'oa viti, waliwapiga wale wachezaji. Kafu wachukua hatua gani? Kafu
TFF waliwafungia mashabiki na faini juu wasicheze bila mashabiki mechi na Constantine ambako wanafuata. Au nimekosea? Kamati yetu sisi ya saa 72 inawapa timu adhabu mashabiki ambao walifanya kitendo ya makopo ya mkojo ambao wamepiga wachezaji na kuvunja amani, mashabiki hawajafungiwa. Hiyo sio double standard. Lakini nimekwambia mechi ya Simba na Singida Black Star, kwa sababu wanajua huyu mpanzu tukimfungia kuna mechi 3, mashabiki wa Simba watalalamika. Hii mechi na Singida, Simba ameusha makopo ya mikojo, wamempiga muamuzi, wamempiga na mchezaji wao. Kamati ya saa 72 nataka kuuliza, kati ya mechi ya Simba na Singida ya Saudi Federation ni siku ngapi zimepita? Siku ngapi? Siku 4, masaa 72 hajapita. Hawezi kutoa adhabu kwa sababu ni Simba waliofanya kile kitendo. Kwa maana mwalimu hawezi kutoa adhabu kwa sababu mpanzu ndio amemvunja Kennedy Juma. Nataka nikwambia Aucho alipoa kadi kwa gwala wa Coast Union akafungiwa mechi 3 na faini juu. Au nimekosea? Kamati hiyo wachezaji wa Yanga wanaadhibu. Kamati hiyo kwa mshabiki wa Simba, mchezaji wa Simba atakiwa kuadhibu. Sio double standard ni nini? Ndio maana tukasema hizi kamati hizi zote zivunjwe. Lakini ya pili nimekwambia mechi ya nusu finali Yanga na JKT walionyesha imani za kishirikina. Au nimekosea? Na nyie mkaposti mtandao wangu kweli? JKT imepigwa adhabu imani za kishirikina. Lakini JKT inaongozwa na nani? Kuna jemedari ambao ni msetting agendas. Huyo tusimwadhibu. Hiyo ndio maana tukasema kamati ya saa 72 na kamati zote zijiuzulu kwa manufaa ya mpira nchi hii. Kwa Yanga unawadhibu au wengine unakaa kimya. Watu wakisema mna upendeleo wanakosea. Wanakosea. Sikiliza. Kuna mtu anaitwa Jafet Smart. Jafet Smart unamjua? Kachezesha mechi ya Simba pamoja na Namungo. Eliki Mkombozi anapewa kadi nyekundu. Elewa? Mchezaji kabutua mpira. Jafet Smart akasema kwa sababu umebutua mpira chukua kadi nyekundu. Jafet Smart hajatosha. Katika hiyo mechi akatoa penalti 3. Ukiangalia ile mechi na hapa naulia tena, ukiangalia ile mechi na kama umepitia shule ya kata ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Mama Samia amejenga mishule kila kona nchi. Kama umehudhuria vidato 4 unaweza kupata maarifa kuwa kuna viashiria vingi ile mechi kwa Jafet Smart alikuwa na maelekezo. Kesho yake ile kadi ya Kimkombo zikafutwa, Simba akabaki na pointi zake 3 na penalti 3 ambazo zimepewa kizuluma. Leo hii Jafet Smart hiyo uone kama kuna double standard. Jafet Smart ameenda kwenye mechi ya Geita Gold na Stand United. Daraja la kwanza. Mechi matokeo ni 2-2, si ndio? Wamemkamata na wamempeleka kwenye kamati kwa viashiria vya rushwa. Yaani daraja la kwanza wanaweza kuwa na nguvu ya kumchunguza refari. Huku ligi kuu ambao refari kuna ushahidi wa kimazingira ambao unaonekana kama huyu alikuwa anapendelea timu fulani. Hawajafanya ile jambo la rushwa. Na Jafet Smart ligi kuu na dunda, daraja la kwanza amechezesha. Jana ametoa kamati imetoa jana kumpeleka katika kamati ya waamuzi na kumchukulia hatua kuwa kuna viashiria vya rushwa kwa Jafet Smart. Huku tunapata sauti Simba anapendelea kupita Jafet Smart, huku wanamkandamiza. Kwa maana mwalimu nataka kuniambia bodi ya ligi pamoja na TFF wanashirikia kwenye timu moja tu Simba? No, hapa tumetoa ushahidi wa kimazingira. Hapa tuzungumzi unachanganya kuna vitu. TFF ni shirikisho. Bodi ya ligi tofauti na bodi ya ligi. Tofauti. TFF hapo Karume, bodi ya ligi wako mkoa pale Boma. Umeelewa? Na ofisi yako namba 14. Watendaji wao wana vitu vyao. Mimi ninapozungumza hapa tunazungumzia kamati ya maadili ya saa 72. Kuna kamati za maadili, kuna kamati za saa 72, kuna kamati za waazi wachezaji na kadhalika, si ndio? Ukizungumzia zile kamati zote na haya matukio unapata picha kuna mmoja alikuwa anapendelewa. Nimekuambia kitu mfano. Simepita siku 4 mpanzo amemvunja mguu Kennedy Juma. Au nimekosea? Si anapaswa kufungua mechi 3. Kwa nini mpanzo afungiwi? Mashabiki wa Simba wamepiga makopo dakika 53 mechi ya shirikisho. Makopo ya vinyesi. Refari pamoja na mpanzo. Nimekuuliza kamati ya 72, masaa 72 hajapita. Mbona toa hatua? Kwa sababu huwezi kuchukulia hatua. Ukichukulia hatua sababu hao wasona mechi, ukimfungia mpanzo watu watajisikiaje? Ndio hiyo double standard. Unanielewa?
Lakini elewa kikubwa, hii imezungumza kwa kiundani, lakini elewa kwa kubwa zaidi. Na utaweza kupata picha. Taifa Stars imeitwa wachezaji. Aje Taifa Stars. So Tanzania wanalalamika. Leo Clement Mzinze anahitajika Ulaya. Si ndio? Kuna vilabu vingi ambao vimegonga kugonga hodi kutaka huduma Clement Mzinze. Kocha Taifa Stars anakuambia Mzinze majeruhi. Yanga anafanya mazoezi, si ndio? Hawezi kumuita kwa sababu ukimwita national team profile itaongezeka. Wanataka kuambia dunia huyo mchezaji kwetu sio maana chochote, ndio maana national team hatujamuita. Hiyo vilabu unavyomtaka huko national team achezi. Sio unaelewa mpango? Yaani mchezaji ambaye ana goli 13, assist 4 ligi kuu Tanzania bara. Ni mchezaji ambaye ndo mzawa anaongoza kwa magoli. Ndio anaenda kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Hajaita Taifa Stars akaenda kuitwa mchezaji ambao Simba yenyewe na kabenchi achezi. Anajua mchezaji ana dili za kwenda Ulaya na Afrika, unamhitaji klabu kibao. Ukimwita national team maana yake profile inaongezeka. Huyu tusimwite, tuambie vile vilabu huyu hana maana, ndio maana national team hajaitwa. Sio unanielewa? Huo ni mkakati mdogo wangu. Mikakati hiyo. Hiyo inahitaji uzulie shule ya kata ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Angalau ushe vidato hivi. Usiso vinne. Mama amejenga kila kona nchi shule ya kata. Kwa Tanzania hawezi kuwa wajinga kwa sababu wamepata maarifa ya kutosha. Watu wameenda shule wanaelewa hivyo vitu. Havifanywi kwa bahati mbaya. Waanze ni kwa bahati mbaya? Hapana, watu wanajua wanamtaka Ufaransa, wanamtaka Uingereza. Huyu tukimwita national team profeta ongezeka. Akae pembeni aonekane huyu hana maana, ndio maana national team hajaitwa. Shukrani.